Ndugu zangu, leo nimekuja kuwapa tafasiri ya neno maana ya kuitwa upo kwenye muda wako wa thamani. Kwa kizungu inaitwa prime time. Mwanamke katika umri wake wa thamani mkubwa ni pale anapokuwa ametoka kupevuka akili, ameweza kujigundua kama yeye ni mwanamke na sio tena msichana. Umri huanzia miaka 18 kuendelea mpaka miaka 30. Sisemi kwamba ukishafika miaka 30 huwa hauwezi kuona siku zako, hapana. Lakini muda wako wa thamani wa maisha yako, thamani yako ni kubwa sana katika jamii pale mwanaume anapotafuta mwanamke wa kuweza kushare naye maisha yake, wa kuweza kumheshimisha, nikimaanisha kumuoa, wa kuweza kumpa mahitaji yake yote anayoyahitaji. Ni huu umri mdogo wa mwanamke. Kwa sababu gani unafikiri? Ni kwa sababu kwanza anakuwa hana experience na wanaume wengi. Kwa hiyo automatically atamsikiliza huyu mwanaume wa kwanza katika maisha yake. Na la pili, ni mwanamke ambaye haijui dunia, hajawahi kuzunguka, hajui changamoto za wanaume wengi. Kwa hiyo ni rahisi yeye kumvumilia mwanaume mmoja. Lakini unapofikia umri wa miaka 30, hujaolewa, hujakutana na mwanaume ambaye ulisema yes kwake kwenye maisha yake, kwa kudhani kwamba bado una umri mwingi wa kuweza kutafuta maisha yako, kwa kumtafuta mwanaume unayemhitaji wewe. Dada yangu, utakutana na wanaume, lakini hawa wanaume options zao zitakuwa kama hivi: mwanaume aliyewahi kuoa akaacha, mwanaume mwenye mke anataka kuongeza mke, au mwanaume mwenye watoto ambao hujui wako wapi. Sasa pale unapokuwa kwenye muda wako muhimu katika maisha yako, uweze kuyavumbua mengi katika dunia yako, ni bora ukubali kuwa na mwanaume ukiwa angali mdogo, ukiwa tayari umeshapata tu akili ya utu uzima. Ukipata mwanaume ukiwa mdogo, una options pia. Unaweza kuolewa ukiwa mdogo, maisha yako hayakwenda vizuri, ukasema jamani imetosha, lakini bado ukaendelea kuwa mdogo. Ukiwa kwenye age bado ya miaka 25, 26, yamkini akatokea mwanaume mwingine hajawahi kuoa na akakupenda na akakuoa. So usipoteze muda wako huo muhimu katika maisha yako. Na mwanaume prime time yake, muda wake wa yeye kuwa na thamani kubwa katika maisha yake ni kuanza miaka 30 mpaka kufikia 40. Huu umri ni pale mwanaume anakuwa tayari ameshajijua yeye ni nani, anafanya nini, anahitaji nini. Unapokuwa kwenye miaka 20 mpaka 29, yamkini bado unajitafuta, bado hujui mwelekeo wa maisha unapokwenda. Lakini unapoanza 30 kuendelea, huyu mwanaume ndio yupo kwenye thamani yake. Ndipo anaweza kusema mimi ni fulani, nafanya kitu fulani, nipo kwenye biashara kwenye muda fulani. Kwa hiyo wewe mwanaume, unapokuwa kwenye umri huu, basi jua una uwezo wa kufanya chochote, wa kufanya kile ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako, hasa pale unapotafuta mke. Usipoteze huu umri, kwa sababu ukiacha kuoa wakati huu wa miaka 30 kuelekea mpaka 35, ukishaanza kufikisha miaka 38 kuelekea 40, kuna kundi la wanawake utawakosa. Kwa sababu gani? Hakunaye anapenda kushare maisha yake na mwanaume ambaye ameshapoteza maisha yake, ameshapoteza muda wake kwa kuhangaikia dunia tu. Kwa hivyo option yako nzuri na wewe kwenye prime time yako uweze kuenjoy na maisha yako, basi oa angali ukiwa na wewe mbichi, au sio? Asanteni sana.